Mambo vipi wadau wa mpira huo? Karibuni kwenye episode yetu mpya ambayo inahusu timu yetu kutoka nusu fainali kuingia fainali ya AFCON Under 17. Serengeti Boys wamefuzu baada ya kuibuka washindi kwa mikwaju ya penalty baada ya sare tasa dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Na huu ni mwendelezo tu wa performance nzuri kutoka kwenye hatua za makundi ambapo walishinda mechi mbili, wakapoteza mechi moja, robo fainali wakashinda mechi moja dhidi ya Algeria. Na leo tena wameibuka kidedea kwa kushinda kwa mikwaju ya penalty na kuingia fainali ambapo watacheza na timu ya taifa ya Senegal ambao muda mfupi uliopita hapa wametoka kuiondoa timu ya taifa ya Morocco, wenyeji wa michuano hii kwa mikwaju ya penalty pia. Na leo pia kwenye episode hii nipo na kocha Besa Kazobe pamoja na Idi Simba, kocha wa fitness na mtaalamu wa sayansi ya mpira. Besa Kazobe pia ni mtathmini wa viwango, analyst, performance analyst, ana analyze video, ana analyze data. Kwa hiyo tupo naye hapa na wote wawili kwa pamoja ni CAF licensed, wamesoma diploma B ya CAF. Kwa hiyo madini utakayoyapata hapa ni satisfied kabisa na shirikisho la soka barani Afrika. Na tuanze tu moja kwa moja tukianzia kwenye performance ya timu yetu. Kwa mara ya kwanza timu yetu imetoka sare tasa kwenye michuano kuanzia Sekafa na mpaka sasa, na ningependa nianze na kocha Simba Idi. Kwenye timu yetu leo tumeshuhudia timu yetu haijaruhusu bao, ambapo kwenye mechi mbili zilizopita, mechi ya mwisho ya hatua ya makundi dhidi ya Mali tuliruhusu magoli mawili, mechi iliyofuata dhidi ya Algeria tukaruhusu magoli matatu kwenye ile sare ya 3-3. Lakini leo tumetoka na clean sheet na kama kawaida tumeendelea kuonyesha performance yetu nzuri kwenye ulinzi dhidi ya timu ambayo ilikuwa inafunga magoli mengi. Tukianzia hapo, ubora wa timu yetu ulikuwa wapi? Na nikiunganisha kidogo na post match analysis ambayo kaifanya kocha Elieneza, alisema kati ya vitu ambavyo wamefanikiwa, cha kwanza ni kutokuruhusu kwenye mechi mbili zilizopita waliruhusu magoli kwenye dakika 10 za mwanzo, leo hawajaruhusu. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo waliviboresha ni hivyo, lakini kitu kingine ambacho aliingia nacho ni post match, ni pre match analysis ya wapinzani wake au opposition analysis, ambapo alisema Misri walikuwa wanapenda sana kupiga long balls kwa kumtegemea yule jezi namba 19 mshambuliaji wao akae na mipira acheze na wale namba 10 na namba 8 wake, au apate fouls wapige, ambapo walikuwa wanafaidika sana na hizo set pieces. Unahisi ubora wetu kiuzuiaji kuepana na hiyo analysis aliyofanya kwa Misri, pamoja na ukiangalia kwenye hiyo issue ya dakika 10 za mwanzo tulikuwa tunaruhusu magoli, na performance yetu leo unaianalyze vipi kwenye mechi ya leo dhidi ya Misri? Dhidi ya Algeria tulipata walituzuru kwenye transition ile goli mbili, lakini ukiangalia leo tulijitahidi sana ku counter press ili tusikute katika hizo moment za transition ambazo zinaweza kutuzuru. Kwa hiyo mara nyingi mpira ukiwa tupotea, vijana walikuwa wanajitahidi hapo kuweza kuwin na walifanikiwa. Mipira mingi walifanikiwa, tulikuwa tukipoteza tunaweza tunaiwini hapo, aidha itoke ama iishie kwa free kick. Kwa hiyo tuliangalia hiyo issue ya transition, lakini rest defense leo ilikuwa well organized. In case imetokea tumepoteza, sisi tulikuwa na namba nzuri ambayo ilikuwa inaweza kuzuia mashambulizi kutoka kwa Egypt. Kwa hiyo ukiachilia mbali kudili na transition, lakini pia rest defense ilikuwa iko vizuri. Zile pia line za unit baina ya unit zilikuwa ziko mbalimbali, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwa close gap. Lakini pia goalkeeper, mipira yote ambayo ilikuwa inaingia kwenye box, ambayo ilikuwa inaingia kwenye box ya 6 yard alikuwa akiicheza, pamoja na ile save nzuri ambayo ameifanya. Kwa hiyo unaona leo timu ilikuwa iko organized vizuri sana kwenye upande wa kuzuia. Kwa hiyo ni issue ya kukill hizo transition, kuwa na rest defense nzuri, lakini pia na goalkeeper ambaye anaweza kucheza mipira yote ambayo inaingizwa ndani ya box, especially hizo crosses na set pieces. Kwa leo nadhani bora yetu sisi ndio ilikuwa. Una analyze vipi performance ya Mbegu pamoja na Kasim
kwenye hiyo issue ambapo kwenye pre-match analysis tuliona kwamba Misri wanapenda sana kutegemea mipira mirefu kutoka nyuma kwenda kwa mshambuliaji wao wakati jezi namba 19 yule Said, lakini leo ni kama alifichwa sana kwa sababu haja ya kufikika kirahisi. Unaanalyze vipi hiyo performance ya hao center backs kumficha yule striker, lakini pia hata mipira ya pili ambayo ilikuwa inadondoka, unaanalyze vipi performance ya viungo kwa maana ya Chole pamoja na Hamis Chenga kipindi cha kwanza na hata kipindi cha pili alipokuja kuingia Saka kwa maana ya Hamis Kizinga. Yeah, Mbegu na Kasimu walijitahidi sana, cover distance nzuri tu, walikuwa wakipokezana. Kama mimi nitaenda kama Mbegu ana mark, Kasimu atajitahidi kuwait kwa hizo loose ball. Kama Kasimu ana mark, Mbegu ana drop kidogo. Kwa hiyo walijiorganize vizuri, na ndio maana unaona attacking ya Misri ilionekana haina threat sana, especially kwa kipindi cha pili ndio ilikuwa waliweza kuwa mungi zaidi, lakini pia second balls walijitahidi, especially in midfield. Mpira wote ambao ulikuwa inarudi as a second ball walikuwa wanaweza kuwin kwa haraka. Kwa hiyo yeah, wamejiorganize vizuri kabisa. Moja kati ya sehemu ambapo imekuwa ni ngumu sana kupitika ni njia ya katikati, hasa kuanzia timu inayohuzuia kuanzia mbele kwa kina Lukman pamoja na mwenzake nani ule wanamuita jina lake Atanasi, Dismas Atanasi. Lukman na Dismas Atanasi pale mbele wamekuwa wazuri sana. The moment timu ina press, the moment timu ina block, kwa labda kwenye mid block au hata kwetu. Lakini hata nyuma yake Chole pamoja na mtu yote anayeanza naye kati ya Saka au mwenzake Hamis Chenga. Hiyo njia leo umeionaje? Kwa sababu nilikuwa naona muda mwingi mpira wanao Misri, lakini hawakatizi katikati. Unahisi ni kitu gani ambacho Serengeti Boys leo waliingia nacho bora kwenye eneo hilo? Kitu gani hapo unasema? Njia katikati, kuanzia ku progress build up kwa Misri hata kupenetrate kwa ile njia katikati, kwa maana ya kuanzia kwa Lukman, nyuma yake Chole pamoja na wenzake Hamis Chenga kipindi cha kwanza na hata kipindi cha pili alipoingia Saka. Ile njia ni kama ilikuwa ipitiki sana. Kitu gani kilikuwa bora sana kwenye eneo hilo? Okay, ukiangalia kwa hiyo ambapo especially kwa mfano game ikifika eneo ambapo tutakuwa kwenye mid block, Lukman alikuwa anajitahidi sana kukata hizo line za kufikisha back pass. Kwa hiyo na force Misri aidha wajaribu kupita katikati ama wapige long ball nyuma yetu, lakini ilikuwa ni ngumu kwa sababu ya eneo linakuwa ni free kwa kuweza kulitumia. Kwa hiyo ni way ambavyo Misri walikuwa wanalazimishwa kuleta mpira katikati, na ambapo sisi tulikuwa tuko wengi na walikuwa wanashindwa kucirculate kurudisha mpira nyuma ili waanze tena upya. Kwa hiyo ilikuwa inawawia vigumu kwa wao kuweza kuprogress hapo katikati, lakini pia ukitaka kuvusha inakuwa ngumu kwa sababu nafasi inakuwa imebakia kidogo. Kwa hiyo kwa the way Lukman alikuwa na lead ile organization ya defense kwa kuanzia juu, ilikuwa inawapa shida kidogo Misri kuweza kuprogress kwa sababu kulikuwa hakuna options za kupiga back pass na kuanza tena upya. Okay. Ndiyo. Timu ikiwa na mpira tumeona kwenye michuano Sekafa tulifunga goli 30 nakumbuka tulianalyze. Lakini hata kwenye michuano hii kuanzia group stage, quarter final na hata semi final timu yetu imeweza kufunga magoli 10. Kati ya magoli 10, magoli 4 yalitokana na positive transitions, magoli 3 yalitokana na set pieces na magoli 3 mengine kwenye mechi dhidi ya Algeria yalitokana na zile build up plays za kawaida kama tulivyoanalyze kwenye mechi iliyopita. Leo tumetoka sare tasa bila magoli. Unahisi changamoto kubwa sasa ilikuwa ni sehemu ipi kwenye sisi kuweza kupata magoli? Kwa sababu kwenye mechi ya kimashindano unaweza kusema kwenye mechi zaidi ya 10 zilizopita tulikuwa tunafunga magoli, lakini leo hatujafunga. Okay, siwezi kusema kwamba ni changamoto sana, lakini lazima tukumbuke na tuelewe kwamba kadiri tunavyozidi kwenda kwenye stage kubwa, creation ya chances haiwezi kuwa the same na tulipotoka. Umeongelea kuanzia Sekafa, ukiangalia level ya timu ziko Sekafa sio the same na level ambazo za timu zipo kwenye
kwenye haya mashindano ya AFCON, na ndio maana kule magoli tulikuwa tunafunga mengi zaidi. The moment tumeingia kwenye AFCON tumefunga magoli, lakini kumbuka tumefunga magoli ya namna gani? Umesema mengi ni set pieces na transition, lakini mechi ya leo ukiangalia hizo moment hatukupewa hizo fursa sana, kwa sababu ukiangalia first half nzima kwa asilimia kubwa mpira walikuwa na control Misri, kitu ambacho sisi hatukuwa na control ya mpira. Sasa cha kwanza, huwezi uka create chance kama huna mpira, huwezi ukafunga kama huna mpira. Hatukuwa na mpira, lakini pia tulikuwa tuna defend kwenye mid block, kitu ambacho hata ukiwini mpira inakuwa ni ngumu sana kwenye hizo transition mpaka kufika kwenye final third ya opponent ili uweze kufunga magoli, tofauti na mechi zile za awali ambapo tulikuwa tunaweza kufanya pressing kule kule juu tukawini mipira inakuwa ni karibu na kuweza na goli la mpinzani na kufunga. Kwa hiyo cha kwanza ilikopo tunawini mpira katikati ya kiwanja, either to maintain kwenye nusu yetu au tulazimishe mipira ya mbele. Lakini kingine niweze kusema kwamba ni ubora wa opponent, manake ubora wa opponent ndio inakufanya pia nawe ujiulize kwenye upande wako wa kutengeneza nafasi upoje, lakini pia upande wa kufunga upoje. Sisi tunatengeneza nafasi kupitia wide players, nafasi kwa Saddam, nafasi kwa Razaki, lakini sasa leo wamekuja, ukiangalia hata moment kusema ni moment ambayo Saddam amekuonyesha kwamba ni kuna nafasi anaweza kutengeneza clear, haikuwepo, hakupewa nafasi kabisa ya kufanya hivyo vitu vyake. Kwa hiyo wale opponent na wenyewe walikuja wakijua kabisa kwamba hawa ni hatari sehemu gani, wakaanza kudili na eneo la huko. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunalazimika sasa muda mwingi tubaki na mpira. Hata ukikumbuka Saddam na Razaki wakipata mpira ilikuwa inapotea kwa sababu wakuwa wanafanyia man to man. Kingine hawa tumecheza nao yani sio zaidi ya miezi miwili kabla ya kuja kwenye hii AFCON. Kwa hiyo sasa ile ilikuwa ina athari yake positive, lakini negative athari yake ni kama hii sasa. Ni mtu ambaye anakuja kucheza naye. Tulicheza naye kwenye mechi ya kirafiki kwa matumaini kwamba tupate hizo mechi za international. Lakini tayari ni mtu ambaye anakuja kucheza naye na timu yake ilikuwa ameshaisajili kwenye hiyo AFCON. Kwa hiyo wachezaji ni wale wale na wanafahamu jinsi sisi tunavyocheza. Haiwezi kuwa mechi rahisi. Ila pia steps sio kwamba tukutengeneza nafasi. Ndio nachosema kwamba nafasi zimetengenezwa, ila namna kutumia nafasi kulingana na level ya kwamba tunacheza ni mechi ya semifinal. Huwezi ukategemea kwamba semifinal upate nafasi 10, 20, 30, haiwezekani. Kwa sababu hata wale na wenyewe opponent wanakuwa wanajipanga. Kwa nafasi tuitengeneza, lakini namna kuziexecute tunaweza tukatumia fursa hii sasa kumshauri kocha kwenye na benchi yake ufundi waangalie kwamba next time kwa kwenye final waangalie kwenye ile eneo zima, kwa sababu kama tumeweza kuboresha kwenye defense, basi tuangalie sehemu ya ushambuliaji tuweze kupata magoli either kwa sababu tulipata hizo free kick tumezipata, kona hazikuwa nyingi, sidhani kama zimezidi 3 kwenye mechi ya leo. Kwa maana yake kwa kuna free na hizo transition tuangalie namna ya kucapitalize kitu ambacho tulikuwa nacho leo. Hatukuwa na zile pressing, yani hata kwenye hiyo mid yenyewe, eneo la kati hatukuwa na hizo mid. Kwa hiyo hata kupata hizo transition ili kuweza kuutilize ule disorganization ya opponent hatukuwa nayo. Kwa hiyo kocha nadhani tutakuwa ameliona hilo kwa sasa hivi. Kwa mechi hii tumeweza kudefend well, kwa hiyo tunachotakiwa tu ni kuangalia kwenye upande uzima wa nini wa kushambulia. Tumetoka kuangalia nusu fainali ya pili kati ya Morocco dhidi ya Senegal, ambapo Senegal wameweza kufuzu hatua ya fainali na tutacheza nao kwenye fainali. Ni timu aina gani ningependa kujua, na ni namna gani tunaweza kwenda kwa approach. Kiangalia Simba Eid umetoka kuanalyze timu yetu out of possession, kiuzuiaji imeperform vipi dhidi ya Morocco, dhidi ya Misri. Ningependa kujua ni approach ipi sahihi tunaweza tukaingia nayo kwenye mechi dhidi ya Senegal ya finali kiuzuiaji zaidi. Je, tuende kama timu ya kwanza kwa maana tukapress haya kama tulivyofanya kwenye mechi za hatua ya makundi dhidi ya Mozambique na Angola, au tukaset mid block au low block, tuweke pressure, tukipora mpira tufanye zile fast transitions. Ni approach ipi wewe unaona ni sahihi, na pengine ni patterns zipi tunaweza tukazitumia kiuzuiaji na kwenye offensive transitions? Kwa mimi naona
tusitoke kwenye plani zetu ambazo tumefanya so far. Ukiangalia kwa jinsi ambavyo sisi tunacheza, mara nyingi tunakaa sana kwa opponent, kuanzia kwenye kukaba mpaka kwenye tukiwa na mpira. Kwa hiyo ni beta tuendelee hivyo hivyo, kwa sababu ukiangalia Senegal wanataka kufanana na sisi, especially kwenye moment ya transition, wanakimbia sana kwenye hizo gaps na wana wachezaji ambao wako skillful kwenye 1v1. Kwa hiyo ni beta game tuichezee kwao. Kwa hiyo kwa mimi nachoona, tuendelee vile vile tu press high. Tumeshindwa kurudi kwenye mid block, at least ukipata mpira inakuwa ni rahisi kwenda kufanya transition karibu na goal, lakini tukisema turudi chini tuwasubiri itatusumbua, kwa sababu sio style yetu ya uchezaji. Mchezaji wetu sisi, ukiangalia mechi zote, hatukai chini kumsubiria mpinzani, tunampelekea game huko huko kwake. Kwa hiyo kwa mimi beta tuendelee na zile ambapo tumeanza mashindano mpaka sasa. Okay. Betha, kama nilivyomuuliza Ismail, wewe ulideal kwenye post match analysis dhidi ya Misri, umedeal na performance ya timu yetu ikiwa na mpira in possession. Sasa ningependa uniambie kwanza, Senegal ni timu aina gani kwenye moment yao ya kuzuia, lakini pia ni timu aina gani kwenye approach ipi tukaitumia, kwa maana ya tukadominate possession na to create chances nyingi kama tulivyofanya kwenye mechi iliyopita, na au tuende tuka setback na tusubiri transitions. Kiuzuiaji ni timu ya namna gani na approach yetu ikawe vipi kwenye kushambulia? Okay, kwanza ukiangalia Senegal jinsi wanavyocheza wenyewe wako very direct. Yaani sisi tunaweza tuna process zaidi kuliko wao. Wana pass chache sana kufika golini kwetu. Kwa hiyo lakini kwenye swala la uzuiaji kama alivyosema Idi, wanafanya counter press pale pale ambapo unapokuwa umepoteza mpira, wenyewe na wenyewe wanaanza kufanya, yule aliyepoteza mpira anakuwa defender wa kwanza. Ila sasa changamoto ni kwamba wanaacha space, yani hawako ile compact, na sisi tuna thrive kwenye timu ambazo zinaacha space. Timu ikiwa iko kwenye ile low kama ambavyo ilivyokuwa ya Algeria, itatukuta kwenye transition sana. Kwa hiyo ila timu ikiwa ina space, inacheza kama ambavyo inacheza Senegal, itakuwa ni good game, kwa sababu sisi tuna recovery nzuri, hata kama tumeenda kushambulia, transition nzuri. Kwa hiyo wao watakuwa wanategemea kwamba wakipoteza mpira walikave hapo hapo, na sisi tutakuwa tunafanya the same. Kwa hiyo itakuwa ni game nzuri ambayo mimi nafikiria, lakini itakuwa ni game ina magoli tofauti na mechi ya leo, kwa sababu mechi ya leo ilikuwa precaution ni nyingi sana, kuzuia, kufikiria, kwa sababu ya timu ambazo imeshacheza nao. Lakini Senegal mechi ni ya mwisho, ni moja, it's either you risk it all or you don't risk it. Kwa hiyo mwisho wa siku space ambao wanatuachia au wanapokuwa wanacheza Senegal itakuwa ni advantage kwetu sisi, kwa sababu sisi tunaweza kurun kwenye hizo space, tunaweza kukimbia, tuna move zile interchangeable za midfielders, ma wingers, ma fullback, zinaweza zikawa zina maana kubwa sana kwetu sisi dhidi ya Senegal. Okay. Kwa hiyo sioni changes zote, wala nisingependa kutoa ushauri wote kuhusiana kwamba tubadilishe kitu chochote. Hapana, the way we are playing it's better and we should just keep it the way it is. The way it is, ndio. Yeah. Mmeionaje tuzo ya Chole? Na hapa nimeanzia sasa kwenye PSG wa CAF wametoa tuzo ya mchezaji bora wa mchezo wa leo kwa Issa Chole midfield huyo. Ningependa sasa pia nipate kutoka kwenu, ni nani kila mmoja wenu ameona angestahili au amestahili kuwa mchezaji bora wa mchezo wa leo kulingana na nyie mlivyoona. Kila mtu ana maoni yake, si ndivyo? Ningependa kupata kutoka kwenu, nani ni mchezaji bora wa mechi na kwa nini? Ni kianzia kwako Simbaidi. Kwa mimi ni Haji. Goalkeeper. Haji goalkeeper. Kwa sababu gani? Ni mara ya pili mfululizo. Haji kwenye dakika 90 alifanya save ambayo iliendelea kutukeep kwenye game.
alitengeneza chance ambayo tuliweza kufunga, na kwenye penalty kasave penalty mbili. Sasa kwa ulikuwa goalkeeper kuwa na unazungumzia mchango chance kama huo, alo create eh, ile chance ya kupiga mpira mrefu. kaudaka transition moment, kapiga long ball, tulikuwa tunaenda kufunga. Kwa hivyo tena kipa unakuwa naye kama akasave, lakini Okay. kija na kwenye penalty katokoa. Kwa hiyo kwa mimi Haji anastahili. Sawa sawa. Ka participate kwenye moment zote, kwenye dakika 90 Zote defensively na kwenye offensively ka create chance ambayo ingekuwa muhimu kubadilisha mchezo, lakini pia kwenye penalty ka save. Betha, yeah. Abe, kwako ah, nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mchezo wa leo? ile immediately baada ya mechi kuisha nikaona amechaguliwa Chole, ni pia mwenye nilishtuka kulingana na nature ya game jinsi ilivyo, ila nikikaa nikakumbuka kwa dakika 80 makipa wa timu zote mbili hawakufanya kazi yoyote. Naona sasa manake nikaanza kujiuliza huu mpira ulikuwa unachezwa wapi? Kwa sababu ukiangalia wewe mwenyewe umetoka kusema kwamba Haji hakufikika kirahisi. Kwa maana kama hakufika kirahisi, kuna watu walikuwa wanafanya zile kazi. Kile alichofanya, kuna save alifanya ile ambayo ilikuwa ingeweza kuwa goli kabisa. Ni kazi yake alitakiwa afanye, yeah. Lakini impact aliyoleta Haji tulivyoenda kwenye shootout ni kubwa kusema ukweli. Yaani uwezi overlook. Lakini kwa dakika 90 ukija kuangalia, then you come to conclusion TSG akafanya they had a logic kwamba mabeki walikuwa na deal na forwards, lakini mipira pia ilikuwa haiwezi kufika kwenye defense moja kwa moja. Mipira ilikuwa haiwezi kufika kwenye defense yetu, lakini pia tulikuwa hatu press juu. Kwa maana yake mpira tulikuwa tunazuia eneo gani? La kati. Nani alikuwa anafanya kazi kati? Chole. Kwa hiyo I understand the logic and I do understand the logic ambayo nasema kwamba impact iliyoleta hiyo Haji kwenye tunapoelekea huko kwenye mechi, kwa sababu sio kwamba sisi hatukukosa penalty, tulikosa, lakini Haji kasevu 2 ambazo zimetufanya sisi tuende tulikoenda, lakini huwezi kuoverlook zile dakika 90 ambazo pia amefanya kazi Chole. So on my opinion, TSG they are right, Chole was the right person. Okay. Hapa kuna dakika 3. Ningependa kwa kila dakika 1.5 mniambie nyie kama makocha, mechi ya pili mfululizo timu yetu inaamua matokeo kwenye penalties. Pale kitu gani kina mkeep au kinaweza kuwapa ushindi zaidi timu? Utulivu na akili za wachezaji, technical abilities za kipa kudaka au mpigaji kupiga vizuri, au ni kitu gani? Mental toughness? Nipate kutoka kwenu. Nianze na Idi Simba alafu utakuja Betha. Sawa, cha kwanza tuna goalkeeper ambaye anajitahidi kwenye hizo penalty shootout, lakini wapigaji, ukiangalia wapigaji sawa, goalkeeper kama leo goalkeeper wa Messi alikuwa anaenda upande sahihi, lakini hao ambao tunaweka kwenye mpira ilikuwa inatusaidia sisi kuweza kuscore. Kwa hiyo goalkeeper na zaidi wachezaji ndani wanapiga vizuri sana, wanaweka power ya kutosha, ndio hata kipa akigusa still mpira unaweza kuingia jioni. Betha, Sibaidi kazungumzia technical abilities, kipa kudaka na wapigaji. Wewe kama kocha au kwa experience yako, upo chini ya Bakari Shime, ni kocha mkubwa, umekuwa chini ya Chabu, umekuwa chini ya makocha wengi pale TDS na TFF. Makocha kwa kipindi kile wanaweza wakawa wanawaambia nini wachezaji? Wanaisisitiza sana uwezo au ni akili zaidi, utulivu wa kiakili? No, at that moment ni kwamba we don't have any option. It's more about mental kuliko ile ability. Ability na kuwepo, lakini ability bila kuwa na mental toughness ni ngumu kuweza kuovercome. Kwa hiyo it's more ni kuwapa confidence kwamba inawezekana na vitu kama hivyo, lakini penalty zinafanywa kazi. Unajua huwa tunasema kwamba penalty hazina mwenyewe. Ni kweli kwa sababu penalty hazina mwenyewe, ila ni excuse sometimes, ila
tunafanyia kazi, yani zinatakiwa zifanyie kazi regular, unafanya mazoezi, ila ukifanya mazoezi hizi wakati wa competition ni kuwapa pressure wachezaji. Kwa hiyo manake hizi zinatakiwa zifanyie kazi siku zote, yani mazoezini iwe ni regular. Kama ni kuna competition ya penalty, nani anashinda, yani iwe watu wazoee, na unaweza ukaweka kwenye mazingira ya kwamba kuanzia pale center mtu anatoka moja moja anaenda kule kupiga penalty akiwa peke yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafundishika hizo namna kukaa, kwa sababu hata ukiangalia kwenye mazoezi, mchezaji akitoka pale katikati kuja mpaka pale kwenye eneo la kupiga penalti, unaona kabisa kwamba kuna ile pressure ambayo anakuwa na feel. Kwa hiyo akizoea hata huko uwanjani hawezi kuwa shida sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuwa trend, lakini hata hiyo mentor, manake kwa namna hiyo unaanza kumzoesha kuanzia huko kwenye training mpaka kuja kufika huko. Okay, So muda umeisha. Asanteni kwa ushirikiano wenu na ndio inakata hiyo.